Kwa siku ya leo, mtazamaji wa SQF TV, karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo. Uko nami Pendo Goton. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi amesema unapotafakariwa mustakabali wa utoaji huduma za afya nchini, hakuna budi kutoa kipaumbele kwa vijana kama hayati Benjamin Mkapa alivyoamini, ikiwemo kubuni programu zitakazoandaa vijana kukabiliana na changamoto za siku zijazo kwa kujiamini. Maisha ya uongozi wa hayati Benjamin Mkapa yanatoa mafunzo ya kweli kwetu. Mathalan, katika usimamizi na uendelezaji wa sekta za afya tunajifunza yafuatayo. Kwanza, kutambua nafasi ya afya bora katika maendeleo. Hili tunaliona tangu awamu ya kwanza ya uongozi wa taifa hili, ambapo hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, alitangaza maradhi kuwa miongoni mwa waadui watatu wa taifa letu. Aidha, hayati Benjamin Mkapa katika awamu yake ya kwanza aliweka mkazo katika mapambano dhidi ya ukimwi, ambapo alianzisha TACAIDS kuongoza mapambano haya. Lakini vile vile malaria na magonjwa mengine yanayoambukiza na yasiyoambukiza. Vile vile Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na wewe Dr. Hussein Ali Mwinyi mmeendeleza jitihada hizo na kusimamia kidete kuongoza mapambano dhidi ya uviko 19 na mengine mengi. Pili, tunajifunza kuwa sekta ya afya inahitaji viongozi walioandaliwa vizuri na kuwezeshwa kikamilifu. Uongozi wa afya ni taaluma yenye maarifa na ujuzi wa kipekee unaojengwa kupitia mafunzo, uzoefu na malezi ya kitaaluma, yani mentorship. Ni muhimu kiongozi katika sekta ya afya kuelewa uhusiano uliopo kati ya afya na uchumi, siasa na utamaduni, pamoja na muunganiko kati ya mifumo ya afya ya kitaifa na ya kimataifa. Nafurahi kuona kwamba taasisi ya Benjamin Mkapa imechangia kwa sehemu kubwa kuwezesha viongozi katika sekta ya afya. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, naichukue fursa hii kwa dhati kuipongeza taasisi ya Benjamin Mkapa kuwekeza katika maandalizi ya viongozi wa afya, hususan kupitia program yenye mafanikio ya Mkapa Fellows Program, na sasa kupitia Mkapa Health Leadership Program itakayozinduliwa hivi karibuni. Hili ni eneo muhimu ambalo kwa bahati mbaya halikupewa kipaumbele cha kutosha licha ya umuhimu wake, hususan katika kipindi hiki ambapo changamoto za kiafya duniani zikiongezeka na maandalizi dhidi ya milipuko ya magonjwa yamekuwa hitaji la lazima. Hata hivyo, tunahitaji kwenda mbali zaidi, kuimarisha mifumo ya afya iliyoratibiwa, kujenga ufanisi na inaweza kuzuia majanga kabla hayajatokea. Ninaipongeza taasisi ya Benjamin Mkapa kwa kuwa mstari wa mbele katika kuongoza ajenda hii. Mbunge wa Tunduru Kaskazini Ali Shaibu amefanya ziara katika shule ya msingi Cheleweni iliyopo kijiji cha Cheleweni, kata ya Sisi kwa Sisi, ambapo alikuta shule hiyo ikiwa na ukosefu wa madawati na mazingira yasiyo rafiki kwa kusomea watoto au kutokana na ukosefu mkubwa wa madawati. Mheshimiwa Mbunge Ado Shaibu Ado, shule ya msingi Cheleweni imechoka, nyumba za walimu ni shida. Hali ya mambo nimejionea. Kuna uhaba mkubwa sana wa madawati na watoto wetu wengi sana wanakaa chini. Hali ya madarasa ina uchakavu mkubwa sana. Hayo yote nimejionea kwa macho. Badala ya kuwa mtu wa kulaumu peke yake, mimi nimeamua pia niwe ni sehemu ya kutatua matatizo. Katika mfuko wa jimbo uliopita tulikubaliana milioni 20 mbunge awe anatengeneza madawati, na tumesema mpango huo utaendelea, sio kwa kusubiri mfuko wa jimbo peke yake, kutafuta na wadau wengine wa maendeleo ili kuhakikisha katika miaka 5 hii hakuna mtoto anayekaa chini. Ni aibu kwa jamii yetu ambayo ina misitu mingi kama hivi kuwa na watoto wanakaa chini. Kwa hiyo ile hali mimi nimeichukua. Lile la madawati nitapambana, kwa sababu limekaribia kunitoa machozi. Nitapambana kadiri ya uwezo ili kutoa mchango wangu wa madawati
kadiri itavyowezekana ili kupunguza ukubwa wa tatizo pale. Hiyo ni ahadi naitoa mbele yenu, na mtakuwa mnaanza kuona utekelezaji. Juu ya majengo, kazi yetu ni kuibana halmashauri na serikali kuu ili mpate miradi ya kutosha ya madarasa. Kwa kweli madarasa mengi yanastahili kubomolewa pale. Ile shule inaonekana kabisa ni kongwe, inahitaji madarasa mapya. Hayo ni mapambano ambayo tutapambana na mtaona utekelezaji wake. Ujenzi wa nyumba ya mganga zahanati ya Cheleweni ina muda wa miaka 3. Imeishia kwenye msingi. Mheshimiwa mbunge Ado Shaibu Ado, sisi kama wananchi wa Cheleweni tunaomba msaada wako. Nimekuja kuona hali halisi mimi mwenyewe na nimeziona jitihada za wananchi. Nimeziona pia jitihada za uongozi uliopita. Kauli ninayoitoa, mimi nitakuwa moja ya wadau, nitatupia jicho kwa karibu sana ujenzi huu, kushikamana na nyinyi. Muda mfupi baada ya Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Kigoma kutoa uamuzi ya kuifuta kesi ya uchaguzi namba 28949 ya mwaka 2025 ilikuwa imefunguliwa na wapiga kura 4 wakiongozwa na Johari dhidi ya mbunge wa jimbo la Kigoma mjini CCM Clayton Revocatus almaarufu kama Baba Levo na wenzake wawili, kutokana na kile kilichoelezwa kuwa ushahidi wa waleta maombi umekosa mashiko ya kuwakuta na kesi ya kujibu washtakiwa. Hatimaye wapiga kura hao wamewasilisha rasmi mahakamani kusudio na kupinga maamuzi hayo mahakama ya rufani. Moja ya taarifa ambayo imechukua nafasi kwa siku ya leo ambayo ni siku ya Alhamisi ya tarehe 16 mwezi wa 7 2026 ni kutoka katika viunga vya Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Kigoma, ambayo siku ya leo imeifuta rasmi kesi ya uchaguzi iliyokuwa imefunguliwa kwenye mahakama hiyo na wananchi 4 waliokuwa wamejitambulisha kuwa wapiga kura wa jimbo la Kigoma mjini dhidi ya mbunge wa jimbo la Kigoma mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Clayton Revocatus Chipando almaarufu Baba Levo. Sasa ikumbukwe kwamba uamuzi uliosomwa na mahakamani hapo siku ya leo na Jaji Victoria Nongwa aliyekuwa anasikiliza kesi hiyo iliyokuwa inapinga uhalali wa ubunge wa Baba Levo, amesema hoja zote zilizoletwa na walalamikaji ikiwemo hoja za utekaji, madai ya rushwa, udini na kadhalika zimeshindwa kuishawishi mahakama moja kwa moja kukubaliana na kutokana na kwamba ushahidi uliowasilishwa na mahakamani hapo umekosa mashiko. Sasa nikukumbushe kwamba mahakama imesema kutokana na dosari kadhaa zilizobainishwa na mahakama kutoka kwa walalamikaji ambao ni wanachama wa chama cha ACT Wazalendo, ushahidi uliowasilishwa mahakamani hapo haina mashiko na kwamba walalamikiwa wote ikiwemo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kupitia kwa msimamizi msaidizi wa uchaguzi jimbo la Kigoma mjini hawana kesi ya kujibu. Lakini wakati huo Jaji Victoria Nongwa ambaye anasikiliza kesi hiyo alitoa alitoa uwanja wa uwazi kwamba pande zote ambazo zinahusika na kesi hiyo, kwa maana ya walalamikaji na walalamikiwa, maana yake moja kwa moja wanao nafasi ya kukata rufaa kama tu upande fulani utaona hauridhishwi na kile kinachoendelea. Sasa mahakamani pale tulizungumza na wakili John Seka ambaye alieleza kwamba wataenda kushauriana na wateja wake na kwamba ndani ya wiki 2 wanakusudia kuwasilisha rufani, kwa maana ya mahakama ya rufani kuwasilisha kile ambacho wao wameona kwamba hawakutendewa haki. Lakini saa chache hata hizo wiki 2 zenyewe hazijatimia, tayari taarifa imefika kwenye mahakama ya rufani na taarifa hiyo imewasilishwa leo mchana wa leo tarehe 16 mwezi wa 7 2026 kwa njia ya mtandao, ambako rufani hiyo inatokana na kesi ya uchaguzi ama shauri la uchaguzi namba 28949 la mwaka 2025 lililokuwa mbele ya Jaji Victoria Nongwa. Sasa wajibu maombi kwenye shauri hilo ni msimamizi wa uchaguzi jimbo la Kigoma mjini kama mjibu maombi wa kwanza,
lakini Clayton Revocatus Chipando almaarufu Balevo kama mjibu maombi wa pili, ambaye ni mbunge huyu sasa wa Kigoma mjini, lakini mwanasheria mkuu wa serikali kwa maana Attorney General AG kama mjibu maombi wa tatu. Lakini bado ni wale ambao wanakata rufaa hiyo ni wale wananchi wanne ambao ni wapiga kura wa jimbo la Kigoma mjini. Wananchi hao ni Johari K Kaborou, Lumu H Mwitu, Pendo D Kombolela, Luma H Akilimali. Wao ndo ambao wamefungua ama wamepeleka taarifa shauri lao kwenye mahakama ya rufani wakienda kupinga maamuzi ambayo yametolewa na Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Kigoma siku ya leo mbele ya jaji Victoria Nongwa. Sasa pamoja na mambo mengine, yako madai ambayo wanadai kwamba pengine hayakufuatwa, na tumepata fursa ya kuzungumza pia na hata na wakili wao akieleza baadhi ya madai ambayo wao wanaona hayakutendewa haki. Na moja ya maeneo ambayo wamejaribu kuyagusia, wao wanasema kwamba Mahakama Kuu ya Tanzania kwa mujibu wa taratibu na marejeo mbalimbali ni kwamba haikuwa na mamlaka ya kisheria ya kueleza kwamba pengine wajibu maombi wana kesi ya kujibu ama la, hasa kwenye mashauri yanayohusika na masuala ya uchaguzi. Badala yake anasema kwamba ndani ya saa 48 baada ya wao kumaliza kutoa ushahidi wao ama kufunga ushahidi wao, maana yake mahakama ilipaswa kutoa nafasi kwa waleta wajibu maombi waanze kuwasilisha utetezi wao mahakamani, jambo ambalo wao wanaona moja kwa moja limekengeuka na kitendo cha kutumia kusema kwamba kuamuriwa kama kuna kesi ya kujibu au la, moja kwa moja wanaona kwamba limekengeuka. Sasa baada ya kuiona taarifa hiyo ambayo tumeiona mtandaoni ikiwa ni saa chache baada ya kutoka mahakamani, nimezungumza kwa njia ya simu na wakili John Seka, na anafafanua kwamba undani wa hili ambalo linaendelea, na amekiri kwamba tayari wamepeleka kusudio la kukata rufaa mahakamani. Wasilisha notisi ya rufaa. Ndio tunakusudia kukata rufaa. Utaratibu ukoje kwa maana ya manake unaweza ukatupitisha hapo kwa mujibu wa sheria? Kwa mujibu wa sheria hukumu ikishatoka, mahakama inasema kila upande unaanza kukata rufaa. Kwa hiyo walalamikaji katika shauri hili wamenipa maelekezo kwamba nikate rufaa kwa niaba yao. Kwa hiyo tumeweka kusudio kukata rufaa wakati tukisubiri hatua nyingine za kimahakama ziendelee, kwa maana ya kupatiwa nakala ya hukumu ili sasa tuweze kuandaa sababu za rufaa. Kwa hiyo maana yake kwenye hatua ya awali mmewasilisha mahakamani kusudio hilo? Mnapeleka kwanza kusudio kukata rufaa, alafu baada ya kuweka kusudio ndani ya siku 30 lazima tukate rufaa. Ndani ya siku 45 lazima tukate rufaa. Ni mambo gani ambayo mmeona hamjafurahishwa nayo, kwa sababu hukumu imetoka masaa machache tu yaliyopita na nyinyi tayari mmewasilisha kitu kingine mahakamani? Walalamikaji wao hawajaridhika na vyote vilivyo kwenye hukumu. Kwa hiyo sisi ni jambo moja, yani hukumu nzima haijafurahisha. Kwa hiyo nini hasa ambacho pengine mnakitarajia kwa sasa? Sasa baada ya kuweka kusudio, tunatarajia kwamba mahakama itatupatia nakala na mwenendo, na tukipokea tutautazama kwa kinagaubaga, alafu tutajua ni jambo gani na gani tuziweke kama sababu za rufaa. Asante sana. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amemtaka mkandarasi anayetekeleza mradi wa ujenzi wa madaraja ya Fulua na Namahanga yaliyopo wilaya ya Ulanga mkoani Morogoro kuongeza kasi ya utekelezaji wa mradi huo kwa kufanya kazi usiku na mchana. Huyu mwamba ndo alisimamia usiku na mchana pale. Leo namwambia hapa asimamie daraja la Fulua usiku na mchana likamilike kwa haraka sana. Thank you. Hawa wana njaa ya maendeleo. Kukamilika kwa barabara hii ndio suluhu kwa wananchi ambao wanapata adha, hasa kwa wilaya za Kilombero, Ulanga na Malinyi. Hii ni Jambo TV na mimi ni Sombonde.
wamefanya kazi nzuri sana kwenye barabara ya kusini pale Somanga. Kila Mtanzania alisoma katika vyombo vya habari juu ya barabara ya kusini imekatika. Kweli si kweli? Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akatoa fedha za kutosha za kutengeneza barabara ile. Huyu mwamba ndo alisimamia usiku na mchana pale. Leo namwambia hapa asimamie daraja la Kurua usiku na mchana likamilike kwa haraka sana. Kwa hivyo nataka niwahakikisheni hawa ninawaamini. Sasa muwasimamie vizuri. Nani msimamizi wangu kutoka TANROADS? RE, PE, nani we project engineer? Nani project engineer wa mradi? Okay, come. Njoo bwana. Hakikisha unawasimamia vizuri. Hawa wamefanya kazi nzuri Somanga. Huku usituangushe. Waagize mapema vitu vyao vile vya kuagiza huko nje. Huwa wanaagiza hawa kutoka kwao huko China. Huwa vinachukua muda. Hakikisha mnaagiza mapema. Hataki mambo ya kuchelewa. Sawa sawa? Mheshimiwa Waziri, huu mto na daraja hili. Ndio. Daraja hili hapa la kwako, daraja liko mbele kule la TARURA. Sasa wakati wa mafuriko ya 24 yalikatika yote mawili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kule kunakuwa kisiwani kabisa. Sasa kilichotokea ni kwamba kule kwa TARURA tulipata kama milioni 750. Kapigwa dharura. Zikapigwa dharura kule. Kwa hiyo wanachovukia sasa ni kule, na kule ni mbali. Lakini ukipita hapa mjini ni hapo sawa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, ile sababu ya miaka yote tunasema tunazungumza, tunakuomba Mheshimiwa Waziri, hata tulipopita na helikopta siku ile tulikuwa tunakuoneshea hapa. Tukashindwa kuja kwa sababu ya mkutano hadhara pale. Lakini Mheshimiwa Waziri, hii daraja ndio roho ya watu wa Malinyi kule. Tutajenga daraja la urefu wa mita 100, mita 100. Mita 100 Mheshimiwa Waziri, lakini utakuwa na nguzo ambazo kwa kitaalamu zinaitwa nguzo za faili. 90% ya shughuli ya uchumi wa Malinyi ni kilimo. Na kilimo, wakulima hawa wanalima lakini hawapati faida. Kwa sababu gani? Kwa sababu mazao wanayoyavuna usafirishaji wake ni gharama sana. Kwa hiyo wanakuwa hela yote wanayoipata ya faida inaishia kwenye usafiri na usafirishaji wa mazao yao. Sisi wote wananchi wa huku tunategemea sana kilimo, na kinachotutesa kikubwa ni mfumo wa usafirishaji wa mazao yetu kufika sokoni. Kwa inawezekana kwamba tani moja tunaweza tukawa tunapata faida ya milioni, lakini unaweza kupata faida ya 500,000 kwa sababu usafiri umekuwa mgumu, kama ambavyo mnaona adha ambayo imetukuta. Lakini jambo kubwa ambalo kubwa pia tulikuwa tunatamani pia na barabara yetu ya kufika Ulanga ikamilike, kwa sababu itakuwa imebakia kama kilomita 35. Tunaendelea kuiomba serikali iweze kukamilisha, kwa sababu katika wilaya ambazo kweli kwenye adha kubwa sana ni haya majimbo matatu: jimbo la Mlimba, jimbo la Malinyi pamoja na jimbo la Ulanga, kwa sababu ni majimbo ambayo hayajaunganishwa kwa kiwango cha lami. So tunatamani majimbo haya yote yakiunganishwa kwa kiwango cha lami, wananchi wa Ulanga itakuwa rahisi kupeleka mazao yao, wananchi wa Malinyi itakuwa rahisi kupeleka mazao yao. Kwa hiyo sio tutakuwa tumefarijika kwa kiasi kikubwa sana. Wanachama wa baraza la wanawake Chadema BAWACHA wamemtembelea na kumfariji makamu mwenyekiti wa chama hicho Bara John Heche nyumbani kwake Tarime mkoani Mara kufuatia kifo cha dereva wake Kesuez Dane. Makamu wetu ni kiongozi wetu, Chadema yetu, wanawake wote ongea, wanawake wote ongea, hatutaki utani na makamu wetu ni kiongozi wetu, Chadema yetu. Tunarudia kusema John, nchi yote inakuangalia, dunia yote inakuangalia, kila mtu, hata mtoto mdogo. Yote niliona kijana mdogo anapiga simu, mwenyewe anaongea, John umekula? Anasema nimekula. Nilikuwa nafikiri hujala, kuna 3,000 hapa nikufanyie kazi na 500. Uende kula, usiji kula. Mara 2 yake. Yule ambaye ajinyonge ambaye anasema makamu, endelea kupiga kazi. Usikate tamaa, maana umewashika pabaya. Walijua kisha mweka mwenyekiti wetu ndani utarudi nyuma, pengine utaikimbia hata nchi, lakini umekaza, unapiga msumari wa nchi 6. Wakaona haitoshi,
umewashika pabaya, umefikisha kwenye kona, umewabana ambavyo wapumui, wakakufungia mikutano. Kama kweli wana uwezo wa kupambana na wewe, chama kizima kile na serikali imeshindwa kupambana na mtu mmoja tu John. Na mtazamaji, ni mwisho taarifa habari. Sina la ziada mpaka sasa. Asante sana kutenga muda kwa thamani kutazama taarifa hizi za habari. Kwa niaba ya timu nzima walioshiriki kwa habari hizi, mimi ni Pendo Goton.